Je, Tanzania imefika mahali ambapo mtu anaweza kuhukumiwa kwa ushahidi wa mashahidi wa kivuli? Na je, ni kweli kulikuwa na mpango wa kumtoa Tundu Lissu gerezani kwa sharti la kuondoka nchini? Na kwa nini John Heche anasema hii ni siku nyeusi kwa Watanzania wote? Leo tunaangalia kwa kina kilichotokea tarehe 24 Februari mwaka 2026. Kauli nzito za makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche kuhusu kesi ya uhaini ya Tundu Lissu. Hii si story ya kawaida, hii ni story inayogusa haki, siasa na mustakabali wa demokrasia Tanzania. Leo ni siku nyingine nyeusi sana kwa nchi yetu kwa hiki kilichotokea hapa mahakamani, kwa sababu nimekuwa nikisisitiza haya mambo ili tuelewe, tuje kwenye context hii kwamba Tundu Lissu ana mamilioni ya Watanzania wanamfuatilia, dunia inafuatilia, kila sehemu Tundu Lissu anasikika. Ni Watanzania wangapi wanaonewa na hawa watu wanaotakiwa kulinda haki zao kwa kuvunja sheria, na hawa Watanzania hawawezi kusikika? Kwa sababu fikiria hivi, Lissu amezungumza humo ndani kwamba hii ruling iliyotoka leo kwa lugha ya kitaalamu wanasema ni interlocutory, huwezi kuyapili, lakini wote tunajua kwamba kukata rufaa ni sehemu ya kuchelewesha haya walioyaendesha hapa, ambayo wote tumeyaona tangu mwanzo. Kupoteza muda. Walimkamata Lissu, focus yao ilikuwa ni kumkamata, lakini hawakuwa na game plan kwamba baada ya kumkamata tunafanyaje naye, mtu mwenyewe mnayeshughulika naye ni nani, uwezo wake ni upi. Hawakufikiria hayo. Wao focus yao ilikuwa tumkamate tu. Sasa wanakalia moto hapa, wanatafuta pa kujificha, kupoteza muda. Baada ya kile kilichotokea mahakamani, John Heche alisema wazi ya kwamba hii ni siku nyeusi kwa Watanzania. Alisema kuna Watanzania wengi wako magerezani kwa makosa ambao hawakutenda kabisa, lakini sauti zao hazisikiki. Lakini akaongeza jambo kubwa zaidi, alidai kuwa serikali ilikuwa na mpango wa kumkamata Lissu, lakini haikuwa na mpango wa nini ifanyike baada ya kumkamata. Na hapo ndipo hoja ya ushawishi wa Lissu ilipoingilia. Swali ni je, walidharau ukubwa wa jina la Tundu Lissu katika siasa za Tanzania? Moja ya mambo yaliyosababisha mvutano mkubwa ni hili. Upande wa mashtaka ulitaka kutumia mashahidi wa siri watakaotoa ushahidi wakiwa ndani ya chumba kilichofungwa. Tundu Lissu anayejitetea mwenyewe alipinga vikali. Kwa nini? Kwa sababu kesi ya uhaini inaweza kupelekea hukumu ya kifo, na hoja yake ilikuwa rahisi tu. Unawezaje kuhukumiwa kifo kwa ushahidi wa mtu ambaye hujui ni nani? Hii ndio pointi ambayo Heche alisisitiza kama uvunjifu wa haki ya kesi ya uwazi. Heche alimuomba Dr. Chara kuhakikisha ripoti ya UN Working Group inawafikia Watanzania wote. Alisema ripoti hiyo imeeleza mambo mengi kuhusu hali ya haki nchini. Na ndio hicho anachosema Dr. Nchara. Na Dr. Nchara, nitaomba hii imetoka Umoja wa Mataifa. Ni working group ya Umoja wa Mataifa. Wamesema mambo mengi kuhusu yaliyoendelea. Na nchi sio peke yake. Si wao wanajifanya sisi ni nchi huru, lakini baada ya muda wanakimbia kwenda huko, wakipiga picha na waziri wa Ufaransa wanaposti, leo waziri wetu amepiga picha na waziri wa Ufaransa. Kama hamjali, kwa nini mnapiga picha mnazituma hapa? Kwa nini? Hii tutaomba Dr. Nchara aiweke kwa lugha ya Kiswahili, isambazwe, Watanzania wote wajue Umoja wa Mataifa umezungumza nini. Na akaongeza kama Umoja wa Mataifa watahusishwa rasmi, mambo mengi yaliyokuwa siri katika tume mbalimbali yatawekwa wazi. Hapa ndipo swala linapokuwa la kimataifa zaidi. Hayo wanayoyaficha kwenye tume huyo watahojiwa hadharani, waseme nani aliyetuma watu kupiga watu risasi, waliua watu wangapi, makaburi yayo ya wao watu yako wapi. Watatueleza wakitaka kuyaingiza masuala, watasema. Lissu mwenyewe amesema hapa kwamba thubutuni kuyaleta muone. Kwa hiyo ninachotaka kusema kwa ujumla, kama tulivyosema siku ya kwanza, this is a political case. Ni kesi ya kisiasa ya kuonea watu ambao mnashindwa kushindana nao kisiasa, kwa kutumia rasilimali za nchi yetu kuonea watu ambao mmekubaliana tangu mwaka 92 kwamba tutakuwa na siasa za vyama vingi. Kama mlizoea kufanya siasa na vyama vya mfukoni, sisi Chadema ni chama
Heche pia alidai kuwa kulikuwa na pendekezo la siri ya kwamba Lissu aachiliwe kwa sharti la kuondoka Tanzania. Heche alisema hawatafanya makubaliano ya siri, kila kitu kitakuwa wazi, Watanzania ndio waamue. Swali ni kama kweli kulikuwa na dili hiyo, kwa nini? Sisi hatutafanya siasa za makubaliano ya pembeni pembeni. Tutafanya siasa na wananchi barabarani. Wananchi ndio watatuhukumu sisi. Kama walizoea makubaliano ya kwenye corridors, wasahau. Makubaliano yoyote ambayo Chadema itafanya ni makubaliano yenye maslahi na umma wa Tanzania, sio makubaliano yenye maslahi na watu wachache. Kwa hiyo waelewe hilo kwamba tulikubaliana tangu mwaka 92 siasa za vyama vingi, na siasa za vyama vingi ni kushindana. Kumbuka kesi hii inakuja miezi kadhaa baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 uliokuwa na mvutano mkubwa. Lissu amekuwa gerezani tangu Aprili mwaka 2025, takriban miezi 10 sasa. Heche anaframe kesi hii kama chombo cha kisiasa, si mchakato wa kawaida wa kisheria. Heche alisema Lissu mwenyewe alimwambia msikate tamaa, hakuna kurudi nyuma, hakuna kuinama mbele ya binadamu. Huu ulikuwa ujumbe wa kuhamasisha wafuasi wake. Na nataka niwaambie wanachadema na Watanzania, Lissu mwenyewe ametuambia hapa, hakuna kukata tamaa. Nimesema tangu siku ya kwanza, hakuna kurudi nyuma, hakuna kusujudia binadamu, hakuna kukata tamaa, na tutashinda. Wanachomfanyia Lissu ndicho makaburu walichomfanyia Mandela, na Lissu atatoka humu akiwa shujaa, akiwa mshindi, bila kuwapigia magoti. Tunajua ni kweli Lissu anaumia gerezani, sio sehemu nzuri, tuliopitia huko tunajua, lakini hatuwezi kusujudu binadamu ili tutoke kununua uhuru wetu. Hilo hatutafanya, hilo wajue kabisa hatutafanya. Na haya mambo yanasikitisha kwa sababu majaji wamesema tunarudi saa 5 kamili. Iweje watu warudi saa 8 karibia saa 9 na hakuna kilichozungumzwa? Hebu chukua hilo swala liweke kwamba Chadema au Lissu ndio ameambiwa arudi mahakamani saa 5 na bila kutoa taarifa yoyote arudi saa 8 na majaji waje waingie hapo. Inawezekana hicho kitu? Sasa haya mambo yanavyofanya yanaerodi heshima ya mahakama na lazima tuyaseme. Heche alisema wanaelewa kwa nini serikali inafanya haya. Wanataka kumuhusisha Lissu na tukio la tarehe 29 Oktoba mwaka jana. Alidai mbinu hiyo ilitumika hata kwake mwenyewe kipindi kile. Na lengo la hawa watu kutaka kuleta masuala ya tarehe 29 huko, tunaijua lengo lake ni kwamba wampake Lissu na chama chetu masuala ya tarehe 29 ambayo ndio walioyafanya wao wenyewe ili wafute chama chetu. Hilo halitawezekana. Huwezi kufuta imani ya watu. Chadema ni imani, huwezi. Wanataka kuleta hapa mambo ambayo hayapo. Tukio unasema Lissu amefanya kosa tarehe 3 mwezi wa 4. Masuala ya tarehe 29 yanatoka wapi kwa Lissu? Mwezi wa 10. Ndicho hilo jambo walilotaka kufanya kwangu. Wamenikamata siku 14 kabla, vimechomwa vituo vya daradara si na nini, wakaja kuniambia kwamba mimi nilikuwa si Ubungo Msewe, wakati walikuwa na mimi kituo cha polisi Mtumba Dodoma. Sasa watu wanawauliza, hivi huyu mtu mliyekuwa naye aliruka kutoka kituo cha polisi Mtumba kuja kuchoma vituo? Na mimi shahidi yangu namba 1 angekuwa OCD wa Mtumba na viongozi wa polisi pale Mtumba na RPC wa Dodoma. Mwisho wakaona aibu, wakapotezea tu. Siku 21 wamekaa na mimi. Unawezaje? Na majaji wamezungumza vizuri sana. Unawezaje kuleta, unataka kuongeza ushahidi kwenye matukio, ushahidi ambao haukuwepo wakati kosa linafanyika? Si kama mnanielewa? Yaani unataka kuleta kitu unaita ushahidi uliotokea wakati huo ushahidi unatokea, yaani kosa linatokea, huo ushahidi ulikuwa haupo bado, unauletaje hapa? Na actually Dr. Nshara, hao watu wangeleta hicho kitu humo, kingeingia humo, wangejuta kuzaliwa.
John Heche alioji kwa nini mawakili wa serikali wanajifanya kama wao ndio waamuzi na wakati huo huo wanawakilisha ofisi ya DPP. Hii ni hoja nzito kuhusu mgawanyo wa madaraka. Na kwa nini mawakili wa serikali wanataka kujifanya wao ni majaji, wakati huo huo wanataka kuwa wao ni ofisi ya DPP? Kwa nini wanataka kufanya hivi? Yaani wanataka kujigeuza kama wao ndio wa control narrative hapa. Sisi wote, na ili nawaomba majaji, tunapokuja hapa, upande wa serikali na upande wa wananchi tulioko upande wa Lissu, tuko sawa na tuwe treated equal. Vinginevyo tutawaambia wananchi kwamba tunapoenda pale mzani hauja balance. Kwa sababu mahakama hii mnaona wakati wote imeweka kale kapicha kako hivi kwamba mzani unapokuwa mahakama umefanya nini? Umebalance. Tutakapoona mzani hauja balance, sisi tutasema vile ilivyo, wala hatutatishwa. Naamini kabisa hili lilofanyika leo hapa lingefanyika na upande wetu, watu wangepigwa contempt of the court. Naamini kabisa. Na tutasema maneno vile yalivyo, na tutakufa tunasema ukweli. Hilo walielewe kabisa. Hakuna intimidation. Binadamu tuna mambo machache sana hapa duniani. Kila anayetisha mwingine na yeye atakufa tu. Heche pia alisema kuna kundi la watu wanaosifu kila jambo linalofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan, lakini akasema kama tunasifu mazuri basi tukubali pia kukosolewa. Wana upande wao wa kusifia, praise and worship. Praise and worship. Timu ya kuimba na kumwabudu rais wanayo. Waache na sisi tumkosoe. Yes. Alafu wananchi watapima kati ya hiyo timu inayoimba na kuabudu na timu inayosema mmeshindwa kazi, hamwezi hata kutengeneza choo, mnauza madini kwa wazungu, mnauza bandari kwa Waarabu. Alafu wananchi waone nani anasema ukweli na wao waamue nani wanataka waongozi. Tunaelewana vizuri? Hakuna intimidation na hakuna shortcut. Leo ni siku ya huzuni kabisa kabisa, kwa sababu kama anafanyiwa hivi mtu ambaye anasikika, anaonekana, wananchi wangapi wanaonewa na watu wa jamhuri? Wengi sana. Heche alitoa kauli yenye uzito mkubwa ya kwamba kifo ndo kitu kikubwa kuliko vyote. Ukimwogopesha mtu kwa gereza, anaweza kwenda huko na akaishi na wengine kwa amani tu, na ukimwogopesha mtu kwa kifo, hata wewe unaweza kufa ghafla kesho. Alisema waache kuwatishia watu kwa adhabu ya kifo. Ultimately, kitu kikubwa kuliko chote ni kifo. Gerezani ukitutishia, tutaenda na tutaishi na binadamu wenzetu na tutakuwa na amani tu. Kifo ukituua, umetutanguliza tu. Unaweza kuniua sasa hivi, baada ya nusu saa wewe ukafa hata na pressure au na heart attack. Kwa hiyo acha kutisha watu. Hii ni nchi yetu, tumejitolea kuipigania na tutafanya hivyo. Asanteni sana. Sasa swali linakuja, je, hii ni kesi ya kisheria tu au ni vita ya kisiasa baada ya uchaguzi? Je, mashahidi wa siri wanapaswa kuruhusiwa katika kesi ya uhaini? Na kama kweli kulikuwa na deal ya exile, ungekubali? Niachie maoni yako kwenye comment section, lakini kumbuka, tujadili kwa heshima na usisahau kutufollow au kusubscribe hapa Mizuka Media kwa uchambuzi wa kina wa siasa za Afrika Mashariki. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.